kwa sababu ndugu yao Dina alikuwa amenajisiwa. Dina kwa kuharibika kwake, kwa ubikira wake kuharibika, Biblia inaita unajisi. Sasa leo hii tuna mabinti wengi ambao wanaolewa tayari wameharibika. Kibiblia huo ni uzushi. Kibiblia huo ni utapeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kibiblia kabisa, mwanamke ambaye ameolewa alafu inakuja kukutana kwamba ameharibika, iwage inaonekana kwamba kuna haki ya kumrudisha kwa sababu tayari kakataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwa watoto wa Mlawi au kwa watoto wa kuhani hawakuwa wanaruhusiwa. Mtoto wa kuhani ilikuwa akipatikana kwamba kaharibika, alikuwa anarudishwa au alikuwa anauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anapigwa mawe. Kwanza kurudishwa ni neno dogo sana. Alikuwa anapigwa mawe, ilikuwa ni amri kutoka kwa Mungu ya kwamba mtoto wa kuhani ikiwa kaharibika lazima apigwe mawe. Sasa sikwambia kwamba tutapigana mawe leo, ila nataka nikuonyeshe mioyo ya hawa watu wa zamani, jinsi walivyokuwa wanalinda nafsi zao kuwa mbali au walivyokuwa wameheshimu Mungu kwenye mfumo wa kukataa sana unajisi. Kunajisiwa, unaweza kunajisiwa na maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukikaa na mtu ambaye anaabudu miungu, yeye atakuwa pale anasifia miungu yake. Atasifia miungu yake, atasifia miungu yake. Kusikia wewe kama Mkristo kusikia jinsi miungu mingine inasifiwa, huo ni unajisi. Hapo unanajisiwa. Haleluya. Ndio maana kusikiliza nyimbo za kidunia, nyimbo za sanaa ni uchafu mbele za Mungu, ni dhambi. Mungu apendezwe na hivyo vitu, Yesu apendezwe na hivyo vitu, ni uchafu mbele zake. Unasikiliza wasanii wa huku, unasikiliza wasanii wa sebeni, wasanii wa Kongo, wasanii wa wapi, ni uchafu mbele za Mungu. Unakuwa una najis masikio yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabinti hawataki tena kutulia nyumbani, wanakuwa wanapigania ni nani atakayepoteza ubikira wake haraka. Unakuta na kanajisifia, mimi tayari nimepoteza, mimi tayari nimepoteza, wakati wanashindwa kuelewa kibiblia kwa ulikuwa na kupigwa mawe. Lakini Yesu alikuja akatuelewesha kwamba sote ni watenda dhambi. Kwa hiyo sote bado tunahitaji toba. Sote bado tunahitaji kutakaswa. Lakini ingalikuwa bila Yesu kuja na kutuelewesha kwamba sote ni wenye dhambi, tungilikuwa tuna haki bado tu kupitia Torati ya kupiga mawe wale wote ambao wanajaribu, wale wote ambao wanaharibu kusudi la Mungu. Kwa sababu kusudi la Mungu ni ya kwamba uolewe na mume huyo mmoja, uoe mke huyo mmoja. Yapo mambo mengi ambayo tunayafanya wanadamu ni kinyume na mapenzi ya Mungu.